Apple iOS ni mfumo wa uendeshaji wa iPhone, iPad na vifaa vingine vya simu ndogo inayobebeka vya Apple. Apple iOS inategemea macOS, mfumo wa uendeshaji unaoendesha laini ya Apple. Mfumo wa uendeshaji wa Apple umeundwa kwa ajili ya mtandao rahisi usio na mshono kati ya bidhaa mbalimbali za Apple. Apple ilizindua iOS iliyokuwa inajulikana kama iPhone OS ilipotoka iPhone yake ya kwanza mnamo mwaka 2007. iOS ni mfumo unaowezesha vifaa vingi vya simu vya kampuni ikiwa ni pamoja na iPhone. Neno hili pia linajumuisha program ya mfumo kwa ajili ya iPad OS iliyoanzishwa mwaka 2019. iOS ni mfumo wa pili wa usanikishaji wa simu za mkononi baada ya Android. Pia ni msingi wa mfumo mingine mitatu ya uendeshaji iliyotengenezwa na Apple. Apple inaendelea kuinua kiwango cha juu cha kila kinachowezekana kwenye iPhone, na iOS 19 pia inayo vipengele vipya, utendaji kazi ulioboreshwa na vile vilivyoongeza umaridadi wa muundo. iOS 19 inaahidi kubadilisha jinsi unavyotumia vifaa vyao, iwe wewe ni shabiki wa Apple au ni mtu anayefuata ongezeko kubwa linalofuata. Hapa kuna kila kitu unachohitaji kujua kuhusu iOS 19. iPhone 19 pamoja na mfumo wa uendeshaji wa iOS 19 inatarajiwa kutolewa mnamo Septemba 2025, kufuatia muundo wa kawaida wa Apple na kuzindua iPhone mpya na ongezeko kuu la iOS. Wakati huo, unaweza kujiuliza, ni nini kipya katika iOS 19? iOS 19 na iPad OS 19 zitabadilisha muonekano wa mfumo wa uendeshaji na kutambulisha utumiaji thabiti zaidi na majukwaa mtambuka. Apple itaongeza mtindo wa icon, menu, program, madirisha na vitufe vya mfumo kwa mipango ya kurahisisha mfumo wa udhibiti. AI iliyoimarishwa kwa maisha ya betri kupitia iOS 19. AI, Artificial Intelligence, yani akili bandia, ni seti ya teknolojia zinazowezesha kutekeleza majukumu mbalimbali ya kina, ikiwa ni pamoja na uwezo wa kuona, kuelewa na kutafsiri lugha inayozungumzwa na maandishi, kuchanganua data, kutoa mapendekezo na mengine mengi. Apple ameboresha vipengele vinavyoendeshwa na AI ambavyo vinasaidia kuboresha maisha ya betri yako. Lakini kuna kipengele kipya kilichofichwa cha kujua kuhusu maarifa ya afya ya betri. Kwa kupiga mbizi zaidi katika sehemu ya betri, unaweza kupata uchanganuzi sahihi zaidi wa ni programu gani inamaliza matumizi ya betri yako kwa wakati halisi. Hii husaidia kufanya chaguo zenye elimu zaidi juu ya kile cha kupunguza au kurekebisha kwa uhifadhi wa betri. Haptic Touch hurejea uboreshaji wa teknolojia ya maoni ya kugusa, kuongeza mitetemo au mihemko mingine ili kuboresha matumizi ya mtumiaji kwenye vifaa. Matumizi ya maoni ya mguso mara nyingi hupitia mitetemo au hisia zingine za kugusa, kuwasiliana na mtumiaji au kutoa maoni wakati wa mwingiliano na kifaa au vitufe. Icon na njia zingine ambazo hukuwezesha mtumiaji kutumia na kuelewa huduma zinazotolewa na mfumo huo. Ubinafsishaji zaidi katika skrini iliyofungwa. Ingawa Apple mara nyingi huimarisha udhibiti wa muundo wa iPhone, iOS 19 inaweza kujumuisha chaguo zaidi za ubinafsishaji wa skrini iliyofungwa. Unaweza kuwa na mipangilio mingi ya kufunga skrini kulingana na mitindo yako ya kuzingatia wakati wa siku au eneo. Fikiria mandhari, mtafsiri wa lugha nyingi bila malipo, na mipango ya rangi ambayo hubadilika kiautomatiki kulingana na mazingira au mahitaji yako. Ubunifu ulioboreshwa wa ukweli, AR, Augmented Reality. AR ni ujumuishaji wa taarifa za kidijitali na mazingira ya mtumiaji kwa wakati halisi. iOS 19 inaweza kutambulisha uwezo mpya wa uhalisia ulioboreshwa, ukijumuisha ujumuishaji bora wa ununuzi wa muundo wa nyumba. Hii inaweza kukuruhusu kuweka samani za kidijitali nyumbani kwako na kuona jinsi gani inavyolingana bila hitaji la programu za ziada. Pamoja na vipengele bora vya kamera na uhalisia ulioboreshwa, kuchanganua vitu vya ulimwengu halisi kunaweza kutoa taarifa muhimu kuvihusu moja kwa moja kwenye skrini yako. Nini hatujui kuhusu iPhone?
Ingawa tunajua iPhone ni simu mahiri yenye nguvu, bado kuna kipengele cha utendaji kazi fiche ambacho huenda watumiaji wengi hawafahamu, kama vile kugusa nyuma, flash kwa arifa. Arifa ni maonyo ambayo hutumwa kwa mtu binafsi au vikundi kuhusu taarifa muhimu za dharura, lakini pia kutumia keyboard kama trackpad. Vipengele vya ufikivu vya iOS vinaweza kucheza tena mfululizo wowote kwa vitendo vya kugusa unapotoa amri ya kutamka. Hebu fikiria kupanga kitendo kizima cha kuchosha ambacho unafanya mara kwa mara katika program, kama vile kuingiza habari mwenyewe ili kusogeza screen, au kuwa na amri inayochambua sahihi yako au kuchora picha. Huo ni muhtasari wa iOS 19. Umejaa vipengele fiche na maongezeko ya nguvu, iwe wewe ni mtumiaji uliyezoea au mpya kwa ulimwengu wa Apple. Ongezeko hili linaongeza matumizi yako ya iPhone hadi kiwango kinachofuata. Endelea kudadisi na asante kwa kutazama. Mimi ni Pili Mkono.